baadhi ya adabu ambazo mfanyakazi atakikana aweze kujipamba nazo, wabil khusus kwa Muislamu ambaye amepewa dhamana ya kusimamia mali za watu, yatakikana aweze kujipamba na adabu hizo, ikiwemo ikhlasu lillah, kufanya kazi za watu kwa kumtanguliza Allah tabaraka wa taala, akitaraji malipo kwa Allah subhanahu wa taala, pamoja na kwamba unafanya kazi ili upate mshahara mwisho wa mwezi au kulingana na makubaliano yenu. Maadhalika, ufahamu ya kwamba hiyo kazi unayoifanya kwanza ni kwa ajili ya kutafuta riziki za Allah tabaraka wa taala, lakini pia unamsaidia ndugu yako katika kusimamia shughuli zake, kazi ya halali. Unajitahidi kusimamia kazi za mwenzako ili mambo yake yaweze kwenda sawa, kwa sababu mambo yake yakienda sawa na wewe utapata riziki ya Allah tabaraka wa taala. Na kufanya hivyo ni katika taawun ala albirri wattaqwa, katika kusaidiana katika wema na uchamungu, ambalo hilo ni agizo la Allah tabaraka wa taala, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Kwa hiyo unapokuwa katika kazi lazima uhudhurishe katika moyo wako ikhlasu lillahi tabaraka wa taala. Kadhalika kuwa mkweli katika kusimamia shughuli yako, kadhalika kuisimamia vyema kazi yako uliyokabidhiwa, kujitahidi kuifanya kwa itqan, kusimamia kazi za watu vile inavyotakiwa kwa mujibu wa maagizo ulivyoagizwa. Sawasawa waliokupa kazi wamekusimamia au hawapo, jitahidi sana kama mfanyakazi kuwa na itqan, kuifanya vyema ile kazi uliyokabidhiwa, na ufahamu ya kwamba hiyo ni dhima ipo katika shingo yako. Na iwapo utafanya vibaya kwa sababu tu kwamba aliyekupa kazi hakuoni, hayupo wakati huo, ukawa ni mzembe kusimamia kazi, fahamu ya kwamba utakwenda ulizwa kwa Allah tabaraka wa taala kwa kuzembea kusimamia kazi ulizokabidhiwa.